mahoteli yanajengwa mpaka kwenye maeneo ya vyanzo vya maji kwenye maeneo ya fukwe. Ni kweli hoteli ziko nyingi, nadhani kila sehemu zipo hoteli ambazo zimejengwa, lakini kiufupi ni kwamba zinajengwa, lakini wanapewa masharti na maelekezo kwamba wasiweze kwenda kinyume na taratibu za mazingira za utunzaji wa mazingira pale hoteli zilipo. Kwa miundombinu yote ambayo inayokuwa imejengwa pale wanakuwa wamefuata taratibu zote, kwa maana kwa sababu akishajenga hoteli kabla hajajenga hoteli wanafanya kitu inaitwa environmental impact assessment. Kwa hiyo inafanyika ambayo kabla ya kujenga hata hoteli zinabainishwa, yani madhara yanayoweza yakatokana na uwepo wa hoteli na faida zinazoweza kuwepo hoteli inapokuwa imejengwa pale. Kwa hiyo zile zinafanywa utaratibu na namna ambavyo watakavyokuwa wanajenga zile hoteli zao. Kwa hiyo ndio maana wanajenga. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba ni kweli hoteli hizo ziko kwenye maeneo ya fukwe, lakini wanafuata zile taratibu, kanuni na sheria za kimazingira zote ambazo wanatakiwa kuzifuata. Ambayo tunayokumbana nayo ni kwamba tunahitaji miundombinu kwa maana ya vifaa vya kufanyia kazi au majukumu yetu. Vifaa, kwa mfano tunapozungumza habari ya upimaji wa maji, kama nilivyosema, bonde ni kubwa, lakini sasa hivi tuna vituo ambao tumeweka vya kisasa ni 8. Sasa sisi tunahitaji zaidi, kama nilivyosema tuna vituo 90, lakini tunahitaji kati ya hivyo vituo 98 ndio tumeweka vifaa vya kisasa ambavyo vya kupokea takwimu. Kwa hiyo tunahitaji vifaa zaidi vya kisasa ili tuweze kuhakikisha kwamba na sisi tunaenda kama sayansi na teknolojia inavyohitaji, kwa sababu hatuwezi tukabaki nyuma wakati dunia inakwenda mbele. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na vifaa ambavyo ni vya kisasa zaidi. Lakini eneo lingine ambalo tunalo changamoto ni kwamba tuna changamoto kwa upande wa rasilimali fedha. Tunahitaji kupata fedha zaidi ili tufanye kazi kubwa zaidi iweze kuonekana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano upande wa kwetu Ziwa Victoria, tunasema tunahitaji kutunza Ziwa Victoria, lakini ili tuweze kutunza Ziwa Victoria maanake tunahitaji tuwe na rasilimali fedha, kwa sababu kuweka kigingi kimoja kina gharama. Unahitaji kuwa na fedha ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira na kuwa yako salama. Kwa hiyo ni eneo pia ambalo ni changamoto kwetu. Tunazo fedha, lakini tunahitaji kupata fedha zaidi ili kuweza kufanya kazi kubwa zaidi na kwa upana wake. Kwa hiyo hilo ni changamoto nyingine ambayo tuliokuwa nayo. Lakini eneo lingine ambalo tunahitaji ni ule uelewa wa wananchi. Tunahitaji tuwe na uelewa wa pamoja kuhakikisha kwamba tunasimamia utunzaji wa rasilimali za maji kwa maana ya mito, maziwa na vyanzo vingine ambavyo viko navyo. Tunahitaji wananchi waweze kuwa na uelewa kama tunavyoelewa sisi kwamba maji ni rasilimali adimu, maji ni uchumi, maji ni maisha. Kwa hiyo tukishaelewa kwa pamoja, manake inatusaidia sisi pamoja na wananchi kuweza kuhakikisha kwamba rasilimali za maji inabaki kuwa endelevu. Unajua, bahati nzuri, kwa mfano kama zamani vyanzo vya maji ukilinganisha na sasa ilikuwa tofauti kidogo. Zamani wananchi walikuwa wanaheshimu sana maji. Sasa sijajua baadaye tulikuja tukabadilikaje. Maana mimi nakumbuka pia hata kule tulikotoka kijijini kwetu kulikuwa na eneo moja ambapo kulikuwa ni sehemu ambapo walikuwa wanachota maji. Palikuwa pametunzwa mazingira vizuri sana. Sasa mimi wakati nakuwa tukaambiwa ukichukua samaki pale, yani samaki tu kwanza kwa tuchukue. Ukichukua samaki pale unaambiwa kwamba ukienda kumpika utapika hata iva. Kwa hiyo watu tukawa tunaogopa yani. Alafu naambiwa ukichukua hata kuni kwenda haitawaka. Kwa hiyo tukawa tuna imani hiyo, yani ile religion belief. Kwa hiyo tukawa tunaamini hivyo kwamba kweli. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba kwa sababu kila mtu unapokuwa unaambiwa hivyo, kwa hiyo unapokea hivyo na inakuwa hivyo. Kwa hiyo mazingira yalikuwa salama mpaka baadaye. Sasa baadaye ndo kukawa kumetokea mabadiliko, vyote hivyo vikao vimepotea, unakuta havipo. Sasa ndio maana nasema kwamba tunahitaji sasa ile kuelewa kwamba maji ni muhimu kwa pamoja, maji ni uchumi, maji ni maisha. Kwa hiyo tukishaelewa hilo, basi jukumu la
kulinda na kutunza vyanzo vya maji inakuwa la sisi sote. Kwa kila mmoja akimwona mtu anafanya uharibifu kwenye vyanzo vya maji, manake atamkemea kwamba wewe acha, hayo ni maisha yetu. Kwa hiyo swala la maji linakuwa ni muhimu zaidi kwa kila mmoja kuelewa. Akishaelewa hivyo, basi tunakuwa na utunzaji wa rasilimali za maji ambao ni rahisi, au hitaji kusuguana, kwa sababu swala la ulinzi wa maji halihitaji kuweka polisi, halihitaji kuweka mgambo. Ni swala ambalo mgambo tunatakiwa mimi na mwananchi, au ndio tuwe mgambo. Kwa hiyo tukifanya hivyo, ni kwamba vyanzo vya maji vyote vitakuwa salama.